Mtazamaji wa Magwizira TV, video hii itakushangaza kwa jinsi Mungu wa mbinguni alivyomponya na kumtendea muujiza huyu dada akapona mara baada ya kupigwa risasi ya kichwa na hakupoteza maisha. Tazama na usikie binti huyu akisimulia jinsi ilivyokuwa. Hakikisha umebonyeza neno subscribe ili usipitwe na updates zetu. Ilikuwa tarehe 29, kesho yake tarehe 30, nilikuwa nyumbani nikatoka kwa sababu nilikuwa nimeenda kazini. Muona, nikaenda kulala kwa rafiki yangu. Kesho yake ile asubuhi saa 3 nikasema siwezi kukaa hapa na njaa muda wote. Nikasema bora niende nikajaribu kuongea nao. Hawa wanajeshi je, wanaweza kuniruhusu nikaenda nyumbani? Kwa hiyo nikatoka nyumbani nikaenda nikaongea nao. Nikamwambia mimi hapa niko kazini, nimelala huko, nataka niende nyumbani. Wakaniambia huko hapapitiki, rudi. Nikasema ngoja nirudi. Ile narudi tu nikaanza kusikia risasi zinalia. Umeona? Zinalia, nikaanza kukimbia, nikashangaa damu tu hapa inanitoka. Kajiza kwani kuna mtu aliyepigwa au ni mimi? Nakuja kushangaa nguo yote imeshaloa damu. Kwa hiyo ni neema ya Mungu tu ambayo inifanya sikuzimia. Ningezimia ningekufa. Kwa sababu nilikuwa nimeumia sana. Umeona? Kwa hiyo tu ndio hivyo, namshukuru Mungu wa mahali hapa. Kiukweli namshukuru sana. Yaani nilikuwa nahisi nakufa. Kwanza nilikuwa nimeshataka kuomba sala ya toba tayari. Sawa, Mungu nikifa kama nimefanya dhambi duniani unisamee. Nilikuwa nasema siwezi kupona, namshukuru Mungu kwa kweli nimekuwa hai mpaka sasa hivi. Amen. Namshukuru pia na babangu hapa amenilipia matibabu, kwa kweli namshukuru sana. Zilikuwa ni gharama kubwa. Umeona? Mimi hapa nisingeweza kujilipia. Kilikuwa namshukuru sana baba amenisaidia. Baba asante. Amen. Kibinadamu na kwa hali ya kawaida, mtazamaji wetu, unaweza usiamini mtu kupigwa risasi ya kichwa na kuweza kuwa hai na kupona. Lakini unapaswa kujua ya kwamba kwa Mungu hakuna jambo gumu, yaani yote yanawezekana. Na hayo yanathibitishwa na dada huyu kupona na kuweza kusimama madhabahuni hapa katika Kanisa la Ufufuo na Uzima leo hii, Jumapili ya tarehe 15 Februari 2026. Mungu aliweza kumtumia mtumishi wake Baba Askofu Josephat Gwajima kwa kuweza kumsaidia fedha za matibabu na kuweza kufanikisha operesheni 3 na hatimaye dada huyu ameweza kupona. Ukuu wa Mungu uliweza kuonekana tangu siku aliyopigwa risasi kichwani, lakini licha ya hivyo bado aliweza kuendelea kukimbia na kujitafutia msaada, hali ambayo kikawaida si rahisi mtu apigwe risasi ya kichwa na aweze kuendelea kukimbia. Tuandikie kwenye comment hapo maoni yako, umejifunza nini?